Karibu sana mpendwa mtazamaji wa kipindi chetu cha Bado Lipo Tumaini. Leo tena ni siku nzuri ambayo Mungu ametupa nafasi ili kwamba tuweze kuwa tena kwenye studio yetu kama ilivyo desturi yetu kwa kipindi ambacho kinaitwa Bado Lipo Tumaini. Ninashukuru sana Mungu ambaye amekupa muda mzuri wa kuwa unafuatilia vipindi vyetu kila mara. Hii inakuwa ni jambo ambalo linatutia moyo pia. Endelea kufuatilia vipindi vyetu, na unapoona kwamba unahitaji kufuatilia zaidi vipindi vyetu, unaweza kusubscribe pale. Itakuwa vizuri zaidi ili kwamba unapokea kila mara vipindi vyetu. Pia namshukuru Mungu ambaye bado anaendelea kukupa uhai ili kwamba uweze kupata muda mzuri wa kuendelea kusikia mambo mbalimbali. Si tu kipindi cha Bado Lipo Tumaini, lakini anakupa nafasi ya kuishi ili kwamba uone wema wake kwako. Uone jinsi gani anavyokujali kuliko vitu vingine vyote, kuliko viumbe vingine vyote. Sikiliza nikwambie, katika ulimwengu Mungu anakujali wewe zaidi kuliko mwingine. Kwa watu wengine mara nyingi wanakuwa wanajifikiria, anaangalia pembeni, anaangalia. Mungu anakujali wewe. Kwa lugha nyingine, Mungu ananijali mimi. Yaani unapojikuta leo unaishi, leo unaamka, unapopumua, ujue kwamba bado Mungu anakujali. Neema yake bado inakutafuta. Kwa hiyo ndio maana napenda nikwambie kwamba unaishi kwa sababu Mungu anapenda uishi. Leo kama Mungu hataki wewe uishi, huwezi kuishi. Hata ukiwa wapi, hata uishi maisha, hata utoke duniani uende uishi hewani, au Mungu akiamua basi imetoweka hivyo. Kwa hiyo tumshukuru Mungu kwa sababu anatupa uhai. Basi kabla ya yote napenda niombe na wewe tunapoenda kufungua kipindi chetu cha siku ya leo ambacho ni Bado Lipo Tumaini. Acha tuombe. Ungana na mimi kwa maombi haya ya kufungua. Baba, ninakushukuru, ninasema asante kwa huu muda mzuri ambao umetupatia tena siku ya leo. Ninaendelea kuombea mpendwa mtazamaji mahali popote pale alipo, pande nne za ulimwengu, wanaotufuatilia na wanaoendelea kuchukua vipindi hivi kuwa vya maana, na wale ambao hawavichukui kuwa vya maana, tunawaombea kwamba Mungu wasaidie. Zaidi ya yote, wape watu wako shauku na hamu ya kusikiliza neno lako. Ndio maana unatupa nafasi hii ya kurusha vipindi hivi ili kwamba kokote kule mtu atakapofungua na kuona kipindi hiki aweze kufaidika, aweze kupokea maneno ya uzima. Ninakushukuru Bwana, ninasema naomba kwamba wewe uwe pamoja nasi, tawala mpendo mtazamaji, mpe nafasi ya kutulia, aweze kufuatilia vizuri kipindi hiki na somo hili ambalo linakwenda kuachilia siku ya leo. Ninaomba wewe mwenyewe uwe pamoja nasi mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Na yote ninaweka mikononi mwako, ni katika jina lako Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa mtazamaji, kwa kweli leo tena ni siku ya pekee ambayo Mungu amependa mimi na wewe tuweze kuwa hai na kuweza kuwa mbele zake kama vile nilivyosema. Na nina maneno ambayo napenda leo tujifunze, au ninataka ni yatoe yaliyo moyoni mwangu ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako wewe na mimi. Na maneno haya ni maneno ambayo yatatuchukua muda wa siku. Nitakuwa nafundisha mafundisho haya. Mafundisho haya watu wengi walioisikia na watu waliotangulia mbele waliyaona kwamba mafundisho haya ni mafundisho ya msingi. Unajua kuna kosa kubwa sana kwa watu wa Mungu, kwa walimu na wachungaji na wahubiri mbalimbali kuchukua mafundisho katika Biblia, mafundisho fulani na kusema kwamba hii ni mafundisho ya watu ambao walio wachanga. Ni kweli. Unajua mtu kwamba akue inabidi aanzie kuwa mchanga. Na watu wengi mpaka leo wamekuwa ni wachanga, hawajakuwa kwa sababu ya mafundisho ambayo watu wanawafundisha. Kwa sababu ukitaka kumfanya mtoto akue, hautaanza kumpa mfupa kabla hujampa kwanza maziwa. Kwa hiyo hautatambuka stage ya maisha kusema kwamba ndio kukua. Hapana. Kwa kukua, hata Paulo anasema principle ya maisha ni lazima uende hatua kwa hatua. Hauwezi kuwa mtu mzima, hauwezi kukomaa, uanze tu mara moja upewe chakula kigumu na wakati bado kuna chakula ambacho ni kile ambacho kinakustahili. Kwa hiyo watu wengi wameharibikia hapo.
makanisani na masehemu mengine na mikutano, nafasi nyingine, watumishi wengine wa injilisi na wanani wengine wamekuja kuingiza watu katika shida, kwa sababu unapoanzia katika mafundisho ambayo ni yale ambayo hakustahili kuyapokea, huyo mtu unakwenda kumharibu, hawezi kukua. Matokeo yake mtu anafubaa. Wapo watu ambao wamefubaa kuliko kukua, wanafubaa. Kwa sababu gani? Hawajapata mafundisho ambayo ni ya kuwasaidia kukua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna mafundisho ambayo yanakusaidia kukutoa kiwango kimoja au kwenda mpaka kiwango kingine. Na hayo ndio hiyo ambayo tunakwenda kujifunza tunapenda kufundisha mara nyingi, ili kwamba watu waelewe wanatoka wapi na wanaenda wapi. Kwa hiyo tunapokuwa katika mwili wa Kristo, inabidi tuende tunajifunza hatua kwa hatua mpaka kufikia kimo, kufikiria utimilifu. Kwa hiyo kwa kufikia utimilifu inabidi uende unajifunza kuelewa ni nani unayemwamini, unatoka wapi, unaenda wapi. Kwa hiyo siku ya leo nilikuwa na neno ambalo nataka leo nifundishe. Ni maneno mawili ambayo yako katika msemo mmoja tu. Ukiangalia ni msemo mmoja, lakini ni maneno mawili. Na hayo maneno mawili yatakusaidia kukujenga na kukuinua, kukutoa sehemu ulipo na kwenda sehemu nyingine. Na hayo yanapatikana katika Injili ya Marko sura ile ya 16. Haya ni maneno Yesu mwenyewe aliyazungumza katika Marko 16 na mstari wake wa 16. Marko 16 na mstari wake wa 16 anasema hivi: aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Kwa hiyo haya maneno ni maneno mawili ambayo nataka niseme hapa, ni kuamini na kubatizwa. Haya maneno mawili ndio nataka nitazungumzia, lakini kwa leo, kwa sababu unayaona jinsi yalivyo, ni maneno makubwa tena mazito, yanaweza yakatuchukua muda kuyafundisha. Sitamaliza leo, lakini nitakuwa nakuja na kupatia kimoja kimoja. Na bila shaka kwa siku ya leo nitaanza na neno kuamini. Yesu ndiye aliyesema maneno haya. Yesu amesema maneno haya baada ya kufufuka, baada ya kufanya hiyo siku 40 akiwa mbinguni, na ilipotimia siku ya 40 akashuka, akaja kwa wanafunzi wake sasa kuhakikishia kwamba nimeushinda ulimwengu. Na kwa kuwa nimeushinda ulimwengu, sikuushinda ulimwengu bure. Huku nilikoenda kwa Baba yangu nimepewa mamlaka yote. Yesu amekuja kuambia, sasa anakuja akiwa anajiamini kwamba sasa hivi nimekuja, niko vizuri, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Na mwisho akamwambia enendeni. Sasa katika kuwapa hiyo ile agizo kuu ya kusema kwamba enendeni, akawa anawaambia hili, akawaambia huko mtakapoenda aaminie, na huyo ndiye atabatizwa. Maana yake kwa lugha nyingine sio abatizwae ndio aamini, hapana. Kwa hiyo Yesu alikuwa na sababu ya kuanza na aaminie na kubatizwa. Ana sababu yake. Sasa ndio maana niko nasema vitu vimebadilishwa siku ya leo. Kuna watu ambao hawaamini tena kanisani. Kuna watu ambao hawaamini tena mitaani. Watu wengine hawaamini, lakini utawakuta wengine wanabatizwa. Hawajaamini wanabatizwa. Sasa hii ni kuenda kinyume. Ni kinyume, lakini kinachotakiwa ni kuanza kufuata hatua ya kwanza. Kwa hiyo Yesu akasema aaminie na kubatizwa, huyu ndiye ataokoka. Acha basi tuingie katika kipengele cha kwanza ambacho inatoka kusema hapo kwamba ni kuamini. Inawezekana utasema, mchungaji, sijui leo unataka kutuambia kitu gani? Mbona mimi naamini? Unaamini ni kweli, hata mashetani pia wanaamini, kwa sababu Yakobo anasema shetani pia anaamini na kutetemeka. Lakini sisi tunaamini. Yesu akamwambia yule mwanamke pale kisima cha Yakobo, akamwambia nini? Akamwambia kwamba mnaamini msichokijua. Inawezekana wewe unasema ninaamini, lakini unaamini usichokijua. Lakini inabidi sasa ujue, Yesu alimwambia sisi tunaamini tunachokijua. Maana wokovu inatoka kwa Wayahudi. Kwa hiyo inabidi tujue unaamini nini. Sasa tuende katika somo hili, na ninachotaka kusema hapa ni kwamba kuamini
Maana yake nini? Kuamini ni kumkubali Yesu. Tunaposema kumwamini Yesu, maana yake kuamini Yesu ni kumkubali Yesu, kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hatua ya kwanza hiyo. Yaani kuamini ni kumkubali. Kuamini ni kumpokea Yesu. Yaani Yesu umpe nafasi katika maisha yako. Umkaribishe katika maisha yako. Umfanye yeye hakuongoze katika maisha yako. Yeye achukue nafasi yako na wewe ubaki nyuma. Yeye awe mbele, wewe ubaki nyuma. Unajua maisha yetu ya Kikristo tunapata shida kwa sababu sisi tunakuwa mbele, Kristo anafuata nyuma. Na Kristo akiwa nyuma, vitu vinaharibika kwa sababu yeye ndiye kiongozi wako. Ukimwamini Yesu, lazima umweke Yesu mbele. Yesu awe mbele na wewe umfuate. Kumbuka kwamba Yesu maisha yake yote anapenda hiyo maisha ya kukutangulia wewe. Sio kwamba ninasema haya kwa kusema tu. Ukisoma katika Yohana Injili, ngoja nikusomee hapa. Katika Yohana Injili ile sura yake ya 10, uone maneno Yesu anayosema. Uone tabia yake moja ya Yesu ambayo anayotaka kila mara kwa watu wanaomkubali, wanaomuamini. Yesu anasema nini? Katika hii sura yake ya Yohana sura ya 10 na mstari wake, tuanzie hapo kwa mstari wake wa 11. Anasema, mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, humuona mbwa mwitu anapokuja, akawaacha kondoo na kukimbia, mbwa mwitu uwakamata na kuwatawanya. Yule ukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu na wajua, nao walio wangu wananijua, kama vile Baba yangu anavyonijua. Acha nipande hapa juu, maana andiko lenyewe niko nalitafuta liko hapa juu kidogo. Anasema nini hapa katika mstari wa 9? Anasema, mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwangu mimi ataokoka, hata ingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwivi huja ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nilikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Hapa anataka kusema nini? Yesu anasema kitu kizuri hapa. Mchungaji mwema analeta mfano wa mchungaji wa mshahara. Katika taifa la Israeli zamani, mchungaji wa mshahara alichokuwa akifanya, alikuwa akitangulia, yeye alikuwa anaenda akitembea na kondoo au na kundi, alikuwa akitanguliza kondoo mbele, alafu yeye anafuata nyuma. Na ilikuwa na sababu yake. Sababu yake ilikuwa ni kwamba walikuwa naogopa wale mbwa mwitu. Manake akitanguliza kondoo, akiona kondoo kwa mbele zinaanza kuvamiwa na mbwa mwitu, yeye huko anajua jinsi gani ya kujiokoa. Ndio Yesu anasema hapa, wanakimbia kwa sababu wanajua kondoo si mali, si kitu kwake. Lakini kondoo anayejua, mchungaji anayejua kondoo, anayesamini kondoo, yeye hujitoa. Yesu aliposema yeye anajitoa maisha yake, manake yeye kwanza anatangulia. Kabla hujafikiria kondoo, unamkuta yeye Yesu kwanza mbele yako. Kwa hiyo Yesu, kuamini ni kujua ya kwamba ni kumpa Yesu nafasi kwamba yeye awe mbele yako na wewe ufuate nyuma. Watu wengi katika makanisa, katika mikutano, katika sehemu mbalimbali, kuna watu wanamweka mwanadamu kuwa mbele, kisha Yesu anakuja nyuma. Hapana. Hapana kutanguliza mwanadamu yeyote, kwa sababu mwanadamu yeyote hana uwezo wa kukuokoa. Aliyekufia na kukuokoa ni Yesu peke yake tu. Na yeye ndio ana uwezo wa kuweza kukutatulia shida zako. Yeye ndio anaweza kukuokoa. Hebu tufuate mfano wa mtumishi wa Mungu Paulo.
Paulo katika Wagalatia ile sura yake ya 2 na mstari wake wa 20, ukisoma Paulo anasema maneno mazuri sana, na hii ndio kuamini. Kama ukifata maneno haya itakusaidia, na hapo ndipo utajua maana ya neno kuamini. Unasema ninaamini. Unaaminije? Lakini kuamini maana yake ni kumpokea Yesu, ni kumkubali, kumpa nafasi Yesu akae ndani yako. Ndiyo hii tukisoma katika Wagalatia sura ya 2 na mstari wake wa 20. Maandiko yanasema hivi: nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Unaona hapa andiko jinsi linavyosema. Andiko linaeleza wazi kwamba Paulo anaeleza kwamba nimesulubiwa pamoja na Kristo, na kama ninaishi mimi, si mimi tena ninayeishi, bali uhai nilio nao ni uhai uliomo ndani ya Kristo. Kwa hiyo kama mimi naishi, sio mimi tena. Mtu ambaye anaamini Yesu ni mtu ambaye yeye amepotea, anakuwa ndani ya Kristo, na Kristo ndio anambeba. Kristo ndio anakuwa anakubeba wewe. Je, Wakristo wengi siku ya leo tunakuwa nafasi ya kusema basi sisi ndio tunambeba Kristo? Ni kweli, tunapotembea tunamuonyesha Kristo, lakini sikiliza nikuambie, katika principles za kiroho, katika formula ya kiroho, sisi hatumbebi Yesu, yeye ndiye anayetubeba. Yesu ndiye anatubeba, yeye ndiye anayetuongoza, yeye ndiye anayetusimamia popote tunapoenda. Lakini pia Yesu, kwa kutaka kwamba wewe umuamini, haji tu kwa sababu ni mwana wa Mungu, sawa nini, alikufa kweli msalabani kwa ajili yako wewe na mimi, ili umuamini, ili umkubali, ili uone kazi aliyofanya pale kwamba amefanya kwa ajili yako. Ndio maana haji tu kwa sababu anakosa nafasi. Yesu hajakosa nafasi. Yesu hajakosa makao. Usidhani kama Yesu anakosa makao. Hapana. Yesu ana makao. Yesu ana makao. Anasema kwamba wako kondoo wengine ambao sio wazizi. Pale kwa ile Yohana sura ya 10. Kwamba wako wengine kondoo ambao ni wazizi hii, lakini hawapo. Nitaenda kuwatafuta, nao watakuwa hapa, na mwisho kutakuwa kundi moja na kutakuwa na mchungaji mmoja. Kwa hiyo bado anajua kwamba wako kondoo wengine. Kama wewe utasema mimi utafanya upuuzi, ukakamata mwanadamu, kama ninavyoona watu leo ulimwengu unavyochafuka, watu wanachukua wanadamu wengine wanawaweka kuwa wao ndio wanawatanguliza mbele. Maisha yao wanaweka ndani ya wanadamu na kumwambia mwanadamu asema, wewe ndio unanibeba, wewe ndio maisha yangu, wewe ndio hivi. Hapana. Hapana. Yesu hajahangaika kusema kwamba anatafuta tu, atakuja kuingia tu jinsi unavyofikiria. Hapana. Yesu hayuko kama vile pepo. Ndio utofauti wa Roho Mtakatifu, utofauti wa Yesu na shetani. Shetani yeye anakuwa na ile hali ya kutaka tu ajiingize tu, hata kama hujamkaribisha. Anajiingiza tu kwa sababu anachotafuta ni kukuangamiza. Lakini Yesu ni msarabu. Tukisoma katika Ufunuo, acha nikupe maandiko. Ufunuo uangalie, Yesu ni mstarabu. Yesu anakuja kwako kwa hali ambayo ni tofauti na wale wengine ambao, kuna watu wanaokuja kwa nguvu, wanakutawala, wanakuja kwa nguvu, wanataka uamini kwa nguvu. Yesu hataki wewe uamini kwa nguvu. Katika Yohana katika Ufunuo sura ile ya 3 na mstari wake wa 20. Nataka nisome hapo usikie maandiko kisa yanavyosema hapa. Katika Ufunuo sura ile ya 3 na mstari wake wa 20 nasema hivi: tazama, ninasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna sababu hapa Yesu anaonyesha ustarabu wake. Anasema tazama, ninasimama mlangoni nabisha, maana yake napiga hodi. Ikiwa mtu atasikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake.
Yesu anabisha mlangoni. Kwa hiyo kuamini Yesu Kristo sio kwamba Yesu anakuja kukuvamia tu. Ni kwanza wewe unatakiwa kwanza usikie ujumbe. Nitashuka huko chini nitakuonyesha maana, kwa sababu Biblia inasema pale waaminije wasipohubiriwa. Kwa hiyo kuna sauti inayokuja mbele, inayokuja kabla, unaisikia hiyo sauti, na baadaye Yesu anabisha mlangoni kwa sababu umeshasikia ujumbe. Na anakuuliza, ikiwa mtu atasikia sauti yangu na kufungua mlango wake, mimi nitaingia na nitafanya makao ndani. Kwa hiyo hii ndio kuamini. Hii ndio kumwamini Yesu, ndio kumpokea Yesu, ndio kumpa nafasi Yesu. Yesu apate makao ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu kingine ni kwamba Yesu, tunapokuwa tunakubali Yesu kumwamini, ni kwa sababu gani? Kuna sababu. Yesu unapomwamini yeye, unapompa nafasi, inakufanya wewe utengenezwe. Maana mwanadamu aliumbwa kabisa katika ulimwengu huu, alipoumbwa aliumbwa akiwa ni mtakatifu. Adamu hakuwa mtu wa dhambi, Adamu alikuwa mtakatifu kwa sababu Biblia inasema kwamba aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa sura ya Mungu Adamu akaumbwa. Adamu alikuwa mtakatifu. Na Adamu baada ya kukosa, Adamu alipokosa, basi Adamu akaharibika. Adamu aliharibika kabisa. Na sababu hiyo ikamfanya Adamu asikubalike mbele za Mungu. Mwanadamu kwa jumla aliyezaliwa na aliyepitia uzao wa Adamu akawa amechafuka, ameharibika. Sasa inabidi kutengenezwa, inabidi mtu atengenezwe tena upya. Inabidi mtu afanane tena mfano wa Mungu. Inabidi mtu awe sawa sawa na picha ile ya Mungu. Itakuwaje? Sasa tunatengenezwaje? Mtu atawezaje tena kutengenezwa tena awe mpya? Awe sawa sawa na vile Mungu anavyotaka. Sasa katika kuamini kuna kitu hapa nataka niseme, ni kwamba Mungu, tunapokubali kumwamini Yesu Kristo, Yesu anakuja kufanya makao ndani. Anachokifanya Yesu, anatubadilisha, anatutengeneza, anatufanya kuwa watoto, anatufanya kuwa wana wa Mungu. Maana ili kwamba tupate kukubaliwa na Mungu, inabidi tufanye wana kama yeye alivyo mwana wa Mungu, mwana wake wa pekee. Sisi tumekuwa pia watoto wa Mungu kupitia Kristo. Kwa hiyo Yesu kumpa nafasi yake ndani yako, maana yake unakubali Yesu akubadilisha, akutengeneze, akufanye kuwa mwana. Ukisoma katika Yohana sura ile ya kwanza inasema nini? Katika Yohana sura ya kwanza mstari wa 12, sitasoma Biblia, lakini inasema neno moja. Inasema tu kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, ndio wale waaminio jina lake. Unasikia? Wote waliompokea aliwapa uwezo. Maana yake kuamini ni kumpokea. Kuamini ni kumpokea Yesu. Na unapompokea Yesu, yeye anakuja kukaa ndani, anakufanya. Unajua ni jambo la msingi sana kukubali kufanyika. Kuna watu hawakubali kufanyika kuwa wana wa Mungu. Hawakubali. Yaani unamkuta mtu anakaa pale pale, hapendi kubadilika. Na mtu asiyebadilika, sikiliza niwaambieni kweli, kuna mambo tu mawili. Uanze uwe unafikiria maisha yako, uyaweke kwenye mzani. Uwe unafikiria, ukiona kwamba haubadiliki, huko pale pale, kuna kitu ambacho unapaswa. Kama mtu unajikuta haubadiliki katika, unapokuwa Mkristo haubadiliki, maana yake bado hujampokea Yesu. Bado. Kwa sababu ukimpokea Yesu kweli, ukimpokea lazima ubadilike. Dalili za kubadilika zinaonekana wazi. Na kama unajikuta kwamba ulikuwa mzuri unakuwa mbaya, maana yake umeingiliwa na pepo, unaingiliwa na shetani. Shetani naye ni mwingine anayebadilisha watu, kwa sababu shetani ni mbaya. Adamu alipomuasi Mungu, alipoachana na Mungu, alibadilika. Biblia inasema kwamba
mwishowe alijikuta yuko uchi. Mungu akamuuliza, nani alikwambia uko uchi? Mabadiliko hayo. Adamu hakujua kama alikuwa uchi mbele, lakini alikuja kujua yuko uchi baada ya kuanguka. Na baadaye Mungu akamwambia, kufa utafanya nini? Utakufa. Mabadiliko hayo. Alipaswa kuishi maisha ya milele, lakini inakuwa ya muda. Kwa sababu ya nini? Alikuwa amefanya nini? Ameanguka, kwa sababu alikuwa amedanganyika. Kwa hiyo kama mwanadamu yeyote ambaye ameamua kumfuata Yesu, lazima ubadilike. Yesu ni tofauti na wale wote unaoona. Watu wanaamini miungu, watu wanaamini watu, wengine wanaamini mawe, wengine wanaamini miti. Kuna watu wanaamini mpaka nyama. Unaamini nyama atakusaidia nini? Lakini ukiamini Yesu ukimpa nafasi ya kukaa ndani yako, hakika ninakuambia dalili hizi zitafuatana na wewe. Kitu cha kwanza, ukimpokea, ukisikia sauti hii ambayo Yesu ameniambia leo nikuambie mpendo mtazamaji, ukiipokea, Yesu akipata nafasi ndani ya maisha yako, akija akikaa ndani yako, akija kama alivyosema yeye atakula pamoja na wewe. Kula pamoja na wewe sio kwamba atakula na wewe chakula, ni kutaka kuongea na wewe, atakusaidia kukubadilisha, atakutengeneza. Utakuwa na muda mzuri wa kuwa unaongea, unamwambia shida zako, yeye anazitatua. Kwa hiyo yeye akikaa ndani mwako, anachokifanya ni kukubadilisha. Yesu haingii ndani ya mtu ili kwamba ubaki vile vile. Kama Yesu yuko ndani mwako na haujabadilika, sio Yesu. Jua kwamba sio Yesu, huyo ni mwingine. Maana Yesu akiingia ndani yako, tabia zote zinabadilika. Na sio wewe tena. Sio kwamba wewe utakuwa na uamuzi wa kusema mimi, yeye anakuwa na kusaidia kukuamulia, kukusaidia namna gani, kwa sababu mwili kila mara ni mdhaifu. Unakusukuma kufanya vitu ambavyo haviwezekani. Ukilinganisha, ukisoma hii andiko hapo, ukisoma na Petro wa kwanza, ni kusomea hapo haraka haraka wakati muda wetu unavyoenda sana. Sikupenda sana kuwa na muda mwingi sana wa kuchukulia muda. Nitakwenda kufundisha tu kwa muda mfupi, nikupatie muda wa kufanya mambo mengine, lakini pia hata nikusomea hii Petro wa kwanza, waraka wa kwanza wa Petro, sura ile ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka 3. Sura ya kwanza mstari wa 3. Petro wa kwanza mstari wa kwanza. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 3. Nasema hivi. Mstari wa 3 nasema hivi: Ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili, ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Kwa hiyo unasikia hapa kwamba ahimidiwe Mungu wa Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa. Kwa hiyo sisi sio wale tena. Wewe sio yule tena. Kwa sababu Yesu unapomwamini Yesu, anaingia ndani yako, anakupa uwezo wa kukuzaa. Yeye anakuzaa kwa mara ya pili. Anakufanya kuwa kiumbe kingine ambacho kinafanana na Mungu, kinachoenda katika mapenzi ya Mungu, sio kinachoenda tena kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo mpendo mtazamaji, kabla sija kuaga, nataka nikuulize swali. Je, umewahi kumwamini Yesu Kristo? Je, umeshampokea Yesu Kristo? Je, umeshampa nafasi Yesu Kristo? Je, umeshasikia sauti ya Yesu Kristo? Na kama utasema bado, sauti hii haikuja bure. Sauti hii imekuja ili kwamba ikusaidie wewe ujitambue, ujue kwamba Yesu anakutafuta. Usiende kushoto wala kulia wala wapi. Hii sauti imekuja kwa ajili yako kwamba umpokee Yesu Kristo, atengeneze maisha yako, akutengeneze upya. Watu wengi wanakimbilia vitu ambavyo havitawasaidia. Sikiliza nikwambie mpendwa mtazamaji, huwezi kurithi ufalme wa Mungu kama bado hujafanywa kuwa mwana. Huwezi kuingia mbinguni kama bado hujamwamini Yesu Kristo. Maana kuna watu mpaka leo hawajui kwamba kuna ufalme wa mbinguni. Kwa sababu ya nini? Hawajaamini. Mtu anayejua kwamba
ufalme wa mbingu upo ni yule anayemwamini. Maana kujua ufalme wa Mungu kama upo haiko jambo la mtu wa mwili kutambua, ni vigumu. Mtu anayejua kwamba ufalme wa Mungu upo ni yule ambaye amemwamini Yesu Kristo, ni yule ambaye Yesu Kristo anakaa ndani, ndiye anao uwezo wa kutambua. Kuna vitu vingine ambavyo, sikiliza niwaambieni wapendwa watazamaji, kuna vitu vingine ambavyo watu wanasema ni vitu rahisi, lakini ni rahisi kwa sababu wewe uko tofauti na mtu mwingine. Sikiliza nikwambie, unajua kusema tu, kuita tu Yesu kuwa ni Bwana ni jambo ambalo sio rahisi. Ukienda kwa watu ambao hawajamwamini Yesu, uwaambie sema Yesu ni Bwana, hawezi kusema. Hawezi kusema. Anakuambia mimi siwezi kusema. Inamkujia uzito wa kusema. Lakini sisi tunaambiwa na Roho Mtakatifu, anatuambia sema Aba, yani Baba. Kwa hiyo hautamki bure. Kwa hiyo maneno mengine yanakuwa ni mazito kiasi kwamba mwanadamu wa kawaida hawezi kuielewa. Kwa hiyo ufalme wa mbinguni, kama uko hapa, ujue kwamba baadaye kuna maisha mengine. Haya yote ninayosema, kama kuna maisha mengine, kuna watu wengine hawaamini kwamba kuna maisha mengine. Hukumu, kuna watu hawaamini kama kuna hukumu. Lakini watu walio katika Kristo wanajua hukumu upo. Na wale wanaoamini Ibilisi, wanaofuatana na Ibilisi, wameshajua. Wengine kuna watu wanaenda kuzimu bado wako hai. Wanaenda huko, wanajua, wanaona kile kinachopitika kule. Lakini hawana uwezo wa kusema tena kuamua, kwa sababu Yesu, unajua Yesu ni mstaarabu. Yesu haji kuingilia tu, anakupa uamuzi. Sasa watu wengine uamuzi hawana. Wanashindwa kuchukua nafasi ya kumwambia Yesu, naomba ingia ndani, nakupa makao, nafungua mlango wangu ukae ndani yangu. Kwa sababu ya nini? Wameshabanwa. Njia pekee ya kuweza kufunguliwa kama umefungwa, muamini Yesu. Kubali. Pandisha mikono yako juu. Ijapokuwa umefanya nini kwa muda huu ninaosema, kama umeua, kama umeiba, kama umezini, kama umefanya nini, chochote kile ambacho umeona kwamba umefanya ni kinyume, au kama unaishi katika maisha ambayo ni maisha potovu, unaposikia sauti hii, pandisha mikono yako juu. Ili ni alama ya kuonyesha kwamba umeshindwa, huwezi peke yako. Sasa mpe nafasi Yesu, yeye aweze kukusaidia. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, leo tutakwenda kuishia hapo kwa yale maneno ambayo nilikwenda kukuambia. Ni maneno mawili tu tutakwenda kuwa nayo katika somo letu. Ya kwanza inasema kuamini, kwa sababu Yesu alisema aaminie na kubatizwa. Na baadaye nitakuja kukuletea maana ya kubatizwa, lakini tutaenda sana na maneno kuamini, na nitaenda kukuonyesha maana ya utaaminije usipohubiriwa, na watahubirije wasipotumwa. Kwa hiyo wako watu wanahubiri leo hawakutumwa. Wanahubiri tu kwa kutaka kuwaingiza watu katika shida. Lakini kwa kutaka kwamba uamini, ni unatakiwa kuwe na mhubiri ambaye ametumwa na Mungu, ametumwa na Yesu Kristo. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, ni kuachia hapo siku ya leo. Ni kualike tena kwamba wiki ijayo tutakuwa na nafasi ya kuendeleza somo hili. Na ikiwa kwamba utakuwa umeguswa na una swali, una maneno mbalimbali unataka kutuuliza kwa ajili ya somo hili, naomba uwasiliane na mimi. Wasiliana na mimi kwa anwani ambayo, au kwa namba ya simu ambayo utakwenda kuipata hapo chini. Utakwenda kuiona ikipita pale, namba yetu ya simu ambayo ni 616 589 4793. Waliopo hapa Marekani unaandika hivyo tu, utakuwa umenipata. Walioko nje weka alama ya kujumlisha. Weka alama ya kujumlisha kisha weka 16165894793. Maanake iko ni plus 1 6 1 6 5 8 9 4 7 9 3. Iko ni plus 1
616-589-4793. Kwa hiyo ninakutakia amani ya Bwana iwe pamoja na wewe tunapoenda kuagana na wewe kwa huu muda. Nikualike tena kwamba tukutane na wewe kwa kipindi chetu ambacho ni bado lipo tumaini. Ikiwa kwamba masomo haya unaona kwamba yanakubariki, usiache kuwarushia na wengine. Na uendelee kusubscribe kwa sababu itakusaidia kupata vipindi vyetu kwa kila wakati tunapokuwa tunavirusha. Samahani sana kwa wale ambao kila mara mnasubiria kuona masomo mapya. Wakati mwingine tunakuwa tumebanwa na mambo mengine. Lakini na wakati mwingine mnatukuta tunapishana, ni kwa sababu tunakuwa na shughuli mbalimbali. Kwa mfano leo niko peke yangu, Pastor Paul hayupo, ambaye mara nyingi mnazoea kumuona anakuwa anarusha vipindi, yuko safarini, ameelekea huko Afrika. Kwa hiyo na yeye anaporudi atakuwepo kwenye studio yetu. Kwa kweli tunaenda pia kutoa shukrani zetu za dhati kwa fundi mitambo wetu Bwana Vianney. Mungu ambariki sana kwa kutupatia na muda mzuri wa kuwa naturushia vipindi, na nafikiri wapendwa mnaona hata zile picha zetu zinakuwa nzuri. Ni Mungu anatuwezesha kutupa watu waaminifu ambao wako tayari kutusaidia kwa ajili ya kurusha vipindi hivi kwenye studio yetu. Acha tu niende nikuombee wakati tunapoenda kuagana. Nataka nikuombee ili Bwana aweze kuendelea kukujibu na aweze kuonekana ndani yako, aweze kukusaidia. Umuone Yesu Kristo akigonga mlango, akibisha. Usisite utakaposikia sauti ya Yesu Kristo. Unaposikia maneno haya, ndio maneno Yesu Kristo anatutuma kuisema, ili uweze kumfungulia mlango na yeye aweze kukaa ndani yako, na maisha yako yatabadilika. Utakuwa kama vile ulivyokuwa. Utanipigia simu, na si mimi tu zaidi, mwambie Yesu, mpigie simu Yesu, mwambie Yesu kwamba nashukuru kwa kipindi hiki cha bado lipo tumaini, kimebadilisha maisha yangu. Itakuwa ni jambo jema. Ungana na mimi katika maombi. Nataka nikuombee. Ikiwa una shida mbalimbali, inawezekana una shida ya magonjwa, inawezekana una shida ya kukata tamaa, inawezekana umeambiwa mambo ambayo labda imekufanya wewe kukosa hata matumaini ya kuishi tena. Bado liko tumaini, imekuja ili kwamba ikupe tumaini ya kuishi tena. Yesu bado anataka tuombe na wewe ili kwamba uweze kupata majibu ya kila ambacho kinachokusumbua. Kwa sababu tunamtangaza Yesu. Na huyu Yesu tunayemtangaza, hakika nataka nikuonyeshe leo na nikuambie kwamba ikiwa utakubaliana na maneno haya, ninakuambia ukweli, unakwenda kupona, unakwenda kufunguliwa, unakwenda kupata majibu, unakwenda kupata kile ambacho ulikuwa unatafuta kwa miaka. Mungu anakwenda kufunga. Sio mimi, ninamwambia Yesu Kristo ambaye ninayemtangaza hapa akutane na shida zako kabla wewe hujasema chochote. Yeye akutane na shida yako, na hakika utapiga simu. Na mimi sitaki tu kwamba unipigie simu. Mwambie Yesu kwamba asante. Hata kama hujanipigia mimi simu, mwambie Yesu kwamba asante kwa kipindi hiki ambacho umekiweka. Na kama utapenda pia na mimi kunieleza habari ambayo Bwana amekutendea, uko huru, utaweza kunipigia simu, au unaweza kunitafuta kwa Facebook. Facebook yangu unaweza kuandika tu, ukiandika tu Banza Mukalai ndio jina langu, utanipata bila shida. Utanipata kabisa, na tutaweza kuwasiliana kwa njia hiyo. Acha niombe kwa ajili yako. Weka mkono mahali pale ambapo unaona pana kusumbua kama una uwezo, na kama hauna uwezo unaona kwamba unauma, niseme weka tu juu ya kichwa chako, juu ya kifua, ni sawa. Nitakuombea ili kwamba Mungu aweze kukutana na shida zako na aweze kukujibu. Acha tuombe. Baba Mungu wetu, Mungu mwenye nguvu na uwezo, ninakushukuru Bwana kwa sababu ya muda mzuri ambao umetupa kipindi hiki cha bado lipo tumaini. Ni kipindi ambacho ninajua ya kwamba kitakutana na watu wengi katika ulimwengu. Mara kwa mara tunakifanya kama vile hakipo, lakini kipo na kina malengo. Bwana Yesu, kwa muda mfupi ambao tunapozungumza na watu wako, neno lako halijawa fupi. Hata kama litachukua dakika moja, lina nguvu, kwa sababu ulisema kwamba unaachilia neno lako na linapoenda halitakurudi bure, lazima itimize makusudi ya kulituma. Baba, ninaenda kusema maneno haya ambayo ninakwenda kuitoa leo. Ni wewe ambaye umekusudia, kwa sababu uliona shida ya mpendwa mtazamaji, uliona shida ya yule mama, uliona shida ya yule baba, uliona shida ya yule kijana. Baba, kwa sababu hiyo neno hili liende kwake, likawe dawa, likawe jibu, likawe solution ya maisha yake, ya matatizo yake. Ikiwa kwamba alikuwa amekata matumaini,
Baba, ninasema mrudishie tena tumaini. Ikiwa kwamba aliambiwa hataweza, sasa huu ni mwanzo wake wa kuweza. Ikiwa walimwambia kwamba hata simama, huu ni wakati wake wa kusimama. Bwana, wale wote waliotangaza tangaza maneno mabaya na kutangaza kitu kibaya kwa huyu mpendo, ninasema Bwana, hakitawezekana kwa jina la Yesu. Ninachokiomba ni amani yako. Naomba mkono wako ambao sio mfupi gusa kila mmoja mahali alipo. Bwana, ninawaombea tena amani, ninawaombea tena wewe Mungu uwape uzima tele, maana uzima unapatikana kwako. Unapoingia ndani ya maisha ya wapendwa, unapoingia ndani ya maisha ya mwanadamu, unampa uzima tele, tena uzima ambao ni tele. Naomba ukawazidishie, naomba ukawaguse, naomba uguse gala yao, naomba ukawaguse Bwana katika mapato yao, wanapoingia wanapotoka, ukawabariki Bwana. Gusa mifugo yao, gusa kila kitu Mungu wetu. Ninaamini ya kwamba tutapata nafasi ya kushuhudia matendo yako makubwa ambao unayoyatenda kwa ajili ya kipindi hiki. Jina lako libarikiwe. Ninaombea pia kijana huyu fundi mitambo wetu Bwana Vianena, mweka mikononi mwako, kwa moyo wake alio nao wa kuweza kutuwezesha kurusha vipindi hivi. Baba, ukambariki, uweze kuwa pamoja naye kwa muda wote katika kazi na katika kila kitu anachokifanya. Mungu uweze kumbariki. Ninakushukuru, ninasema asante kwa sababu hautatupungukia kamwe. Utaendelea kuwa pamoja nasi, utatuwezesha tena kwa kipindi kijacho, ili kwamba tuweze kulitangaza jina lako. Naomba yote na kukabidhi mikononi mwako, ni katika jina lako Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa mtazamaji, najua bila shaka uponyaji, mafanikio, kila kitu ambacho ulikuwa unatafuta unakipata ukiwa unamkubali Yesu Kristo, ukiwa unaamini maneno haya. Ninaamini yanakwenda kutendeka. Nikuage tu kusema kwamba tuonane tena wiki ijayo katika kipindi chetu cha Bado Liko Tumaini. Mungu akubariki. Waliopo Marekani mlale salama, na walioko nje ya Marekani nasema mchana mwema na asubuhi njema. Mungu awabariki. Amen.